Ulimwengu unatambua kwamba mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ni kuhakikisha vita kati ya Warusi na wa Ukraine inatamatika. Hata hivyo, kuna hatua kadhaa ambazo hadi wakati huu Donald Trump amezifanya, na kwa mujibu wa gazeti la Politico linasema kwamba hizi zitampa ushindi bwana Vladimir Putin, na kwa maana hiyo vita vitaisha, lakini mshindi atakuwa ni Putin na serikali ya Urusi. Katika juhudi za kuafikia amani na kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine, Rais Donald Trump ameonekana kubadilisha mkondo wa namna anavyoshirikiana na nchi hizi mbili, huku akidhoofisha mustakabali wa mazungumzo ya maridhiano, linaandika gazeti la Politico. Katika chapisho hilo la nchini Marekani limeandika kuwa rais wa Marekani anashinikiza zaidi Ukraine, huku akiwa mwenye subira na Urusi kwa sababu anaamini, kama vile alivyomwambia Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House, kuwa Ukraine haina ushawishi. Ukraine ina unyonge kiasi fulani, hasa inavyotegemea usaidizi kutoka Washington na Ulaya, Politico inaandika. Vilevile, kulingana na chapisho hilo, Trump amefanya maamuzi ya kuchukua hatua kadhaa ambazo zinaonekana zinapiga mkumbo msimamo wa Zelensky. Sasa tuangalie ni hatua gani ambazo bwana Trump anazitumia kwa ajili ya kumpa ushindi bwana Putin, kama gazeti la Politico ambavyo limeandika. Hatua ya kwanza ni Trump kupiga simu moja kwa moja kwa Putin. Hatua hii imefanywa na rais huyo wa Marekani na kumfanya bwana Volodymyr Zelensky aonekane hana mashiko tena katika mazungumzo ya kusitisha mapigano na Moscow. Ni Trump aliyepiga simu kwa Putin zaidi ya mara mbili na kumleta karibu katika ngazi ya kimataifa. Hii ni baada ya Putin kukaa gizani kwa muda mrefu, hasa katika utawala wa rais aliondoka madarakani Joe Biden, gazeti hilo la Marekani la Politico limeandika. Trump alizungumza na Putin kwa simu kwa zaidi ya dakika 90 na siku ya Alhamisi baada ya rais wa Urusi kukataa mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 ambayo Ukraine ilikubali. Muda wa mazungumzo na Putin ulizidi kulingana na ilivyodhaniwa. Gazeti la Politico linaona kuwa kama Trump angeendelea kuwa kimya kwa muda mrefu zaidi, angekuwa na nguvu zaidi ya kushinikiza Kremlin na masharti mengine. Hatua ya pili ni mazungumzo ya Urusi bila ya Ukraine. Mwezi Februari, Marekani na Urusi walikutana huko Saudi Arabia kwa ajili ya kupanga njia za kurekebisha ushirikiano, ikiwa ni pamoja na kurejesha wafanyakazi katika balozi za Washington na Moscow, ushirikiano wa kiuchumi na kupunguza vikwazo dhidi ya Urusi kutokana na uvamizi wake Ukraine. Gazeti la Politico linaamini kuwa juhudi hizi zingeweza kuokolewa na kutekelezwa ikiwa Urusi na Ukraine zingefikia makubaliano ya amani. Hata hivyo, Ukraine haikuwa ilikuwa mezani, wala washirika wake ambao ni viongozi wa Ulaya kama ilivyokuwa ikifanya hapo awali. Hii ilionyesha wazi kwamba utawala wa Trump ulikuwa unafanya kazi bila kushirikiana na mshirika wake wa zamani, na hivyo kupunguza matumaini ya kupata suluhu ya pande mbili. Kadhalika, nambari 3 ni juu ya makubaliano ya Ukraine. Haya pia yanampa ushindi rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na taifa lake la Urusi. Trump akipuzilia mbali maswali kuhusu ni kipi Urusi itakubali katika kuachilia kwa makubaliano ya amani, lakini kwa upande mwingine alisisitiza kuwa Ukraine inahitaji kutoa sehemu ya ardhi yake ambayo sasa inadhibitiwa na Urusi. Hata hivyo, tukinukuu katika gazeti hilo ni kwamba mshauri wake wa usalama wa kitaifa Mike Waltz alieleza kuwa hiyo ilikuwa ni sawa, hasa ukizingatia hali ya vita ilivyo sasa baada ya miaka 3 ya mapigano. Katika mazungumzo mengine, Trump alizungumza jinsi Ukraine inavyoweza kudhibiti mikoa yake, ikiwa ni pamoja na mtambo wa nishati wa nyuklia wa Zaporizhia, akisema kuwa kama Ukraine inataka kudumisha udhibiti wa kituo hicho, basi Marekani inaweza kuchukua jukumu la kuwekeza hapo baada ya vita. Trump ameendelea kusisitiza wito kwa Ukraine kulipa dola bilioni 120 ambayo Marekani imetumia kuwapa ulinzi wakati wa vita. Ili kujinasua, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikubali kutia saini makubaliano ya kukabidhi rasilimali na miundombinu kama ishara anaunga mkono mchakato wa amani wa diplomasia wa Trump, lakini Urusi haikushinikizwa kufanya hivyo. Gazeti hilo lilisema hii ni hatua itakayompa ushindi bwana Vladimir Putin. Kadhalika, ni juu ya shinikizo kwa Volodymyr Zelensky. Trump amekuwa akionyesha wazi kutaka kumshinikiza Zelensky. Hii ilijitokeza wazi katika kikao cha Zelensky katika ikulu ya White House, ambapo rais huyo wa Ukraine alieleza shauku aliyokuwa nayo kuhusu nia ya Urusi kumaliza vita, lakini kutokana na msimamo mkali wa Zelensky, rais wa Marekani alisitisha msaada wa kijeshi na kukataa mawasiliano ya Marekani kuwapa Ukraine ujasusi ambao wanauhitaji wakati wa vita.
Jarida la Politico linakumbusha jinsi Trump alivyokubaliana na maoni ya Putin kuhusu uchaguzi nchini Ukraine, akimuita Zelensky aliyechaguliwa kidemokrasia na kwamba ni dikteta. Kadhalika ni juu ya kuahirisha mazungumzo kuhusu dhamana ya usalama ya NATO. Trump amekataa kutoa dhamana ya usalama kwa Ukraine baada ya mapumziko ya vita. Kwa maoni yake, alisema kuwa makubaliano ya madini ya vyumadimu ambayo Marekani itapata faida kubwa ndio dhamana halisi ya usalama. Amesema kuwa Putin hatothubutu kufanya mashambulizi mapya iwapo Marekani uwapo nchini Ukraine, hasa wakiendelea na shughuli zao za kuvuna rasilimali za madini. Kupitia mtandao wa kijamii, Trump alimtishia Putin kuwa atamwekea vikwazo na kisha baadaye kusema Ukraine ilikuwa imeanza kuingilia mazungumzo ya kuleta amani nchini humo. Lakini kikomo cha uwajibikaji wa Urusi. Baada ya mazungumzo yake na Putin, Marekani ilijiondoa kutoka kwa kundi la kimataifa linalochunguza viongozi wa Urusi wanaoendeleza vita kama vile Putin. Pia Marekani ikakataa fedha kwa maabara ya utafiti wa sayansi ya kibinadamu katika chuo kikuu cha Yale ambayo ilikuwa ikichunguza uhamiaji wa watoto wa Ukraine kwenda Urusi. Hatua hizo ziliibua hisia mseto miongoni mwa mawakili, huku wabunge wa Republican wakikosoa vikali. Lakini pia hatua nyingine ni pande zote mbili kusema kwamba zina hatia. Trump alidhihaki mapendekezo ya kushikilia mipaka ya kimaadili kama vile yale yaliyofanywa na Marekani na Ulaya wakati wa kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Na kwa mtazamo wa Trump, aliona kuwa huwezi kuwa na mchezaji mzuri wa maamuzi iwapo una upendeleo upande mmoja. Lakini wakati huo Trump alikubali mtazamo wa Putin kuwa vita hivi vilichochewa na hamu ya Ukraine kujiunga na NATO, na pia bwana Trump alikubaliana na hilo. Kwa kufanya hivyo, alihalalisha msimamo wa Kremlin kuwa huru na baadhi ya nchi za zamani za Umoja wa Sovieti bado ni suala ambalo halijatatuliwa, limeandika pia gazeti hilo la Politico. Lakini juu ya mazungumzo yaliyofanyika huko Saudi Arabia, Marekani imefichua kilichozungumzwa katika mkutano wake na Urusi nchini Saudi Arabia mnamo siku ya Jumatano ya tarehe 25 ya mwezi Machi mwaka huu. Na Urusi na Ukraine zimekubali kusitisha mashambulizi ya kijeshi katika eneo la Bahari Nyeusi, na ambapo Marekani ilieleza. Ikulu ya White House inasema Urusi na Ukraine zimekubali kuhakikisha kupita kwa usalama wa meli za kibiashara na kusitisha mashambulizi ya kijeshi katika Bahari Nyeusi. Marekani inasema Urusi ilikubali kuendeleza hatua za kutekeleza ya mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati nchini Ukraine pamoja na Urusi. Nchi hizo mbili zimejitolea kusaidia kufanikisha ubadilishanaji wa wafungwa wa kivita, kuachiliwa kwa wafungwa wa kiraia na kurudi kwa watoto wa Ukraine waliohamishwa kwa nguvu. Marekani na Ukraine zitaendelea kushirikiana kuelekea kufikia amani ya kudumu, lakini pia kukaribisha nchi za tatu kusaidia utekelezaji wa makubaliano ya bahari pamoja na nishati. Aidha, Marekani imesisitiza kwa pande zote mbili katika vita kwamba mauaji yanapaswa kukoma na itaendelea kuwezesha mazungumzo. Mtazamaji, bila shaka una mengi umeyafahamu kupitia makala hii. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.